بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darasa ya risala Bawa'ithu al-Khalas min adh-Dhunub للشيخ الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، رسالة ambayo الشيخ عبد الرزاق حفظه الله asharesha sababu alizozitaja Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala zinazompelekea mja kujiepusha na maasi. Ikiwa leo biidhnillah tu katika sababu ya 7. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 7 مشهد العوض. مشهد yakushuhudia badala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake kwa yeye kuacha yale aliyomkataza. وهو ما وعد الله سبحانه به من تعويض من ترك المحارم لأجله، nayo ni yale ambayo ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni badala kwa yule atakayewacha yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaha nafsahu an hawaha, na kwa ajili ya kuikataza nafsi yake kutokamana na matamanio yake. وليوازن بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. na apime mja baina ya kile anachopata cha mbadala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kile ambacho atakiwacha katika maasi, ambacho ndio kinachobadilishwa badala yake kwa neema nyingi na fadhila nyingi anazozitoa Allah subhanahu wa ta'ala. Aangalie katika vitu viwili hivi ni kipi bora zaidi kutangulizwa na kuchaguliwa, ni kipi ambacho akiridhia kwa nafsi yake. الأمر السابع من هذه البواعث الفوز بالعوض من الله سبحانه وتعالى، kufaulu kwa badala njema anaoipata mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فإن تركت يا عبد الله المعصية خوفا من الله وطلبا لرضاه ورعاية للإيمان فإن الله سيعوضك في الدنيا بلذة في القلب وسعادة في النفس وبركة في الحياة. ikiwa utawacha ewe mja wa Allah, utayawacha maasi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kutaka na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kuichunga imani yako, basi hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badala yake katika hii dunia ladha ya ajabu ya iman katika moyo wako, na atakupa saada katika nafsi yako na baraka katika uhai wako. Haya yote ni badala ya yale maasi uliyoacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala: من عمل صالحا من ذكر
au untha wa huwa mu'min, yoyote mwenye kufanya amali njema katika waume au wake kwa sharti awe ni mu'min, hali ya kuwa yeye ni mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, Allah subhanahu wa ta'ala aahidi kumpa maisha mazuri, maisha ya tumanina, maisha ya saada. Tena isitoshe, wala najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, na kuna malipo makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atamlipa na malipo mbele ya Allah ni bora zaidi. Sasa pima haya malipo aliyokuwekea Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kesho akhira, na ladha unayoipata katika maasi ambao ni ya kupita kisha ya kubakishia majuto. Kweli hivi vitu viwili viko sawa? Asa ukipima jambo kama hili ukakumbuka badala unayoipata, itakupelekea wewe kuachana na maasi. قال وسيعوضك في الآخرة بدخول الجنة, na kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala badala yake atakupa badala ya kuingia peponi. watamattu'i bina'imiha almuqim jazaa tarkika lilathami walmaasi, utastarehe katika neema za kudumu milele, na haya ni malipo kwa kuacha kwako madhambi na maasi. Kama qala ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Kwa hivyo akakumbuka cheo cha Mola wake na kadri ya Mola wake iliyo kubwa, akajizuia nafsi yake kutokamana na matamanio ya nafsi. Fa innal jannata hiya al-ma'wa, makazi yake ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه, hakika wewe hautawacha chochote kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah atakupa kilichokuwa bora kuliko kile ulichokiwacha. Na hii atakikana Muislamu aiweke ni qaida katika maisha yake. Jambo lolote la haramu, sheitan asikudanganye na kukufungulia milango ya dharura ambazo hazipo, ukawa waparamia yaliyo haramu ukiwa waangalia kuwa kuna dharura na wala hakuna dharura. Wacha kwa ajili ya Allah, na Allah atakupa kilichokuwa bora kuliko kile ulichokiwacha. Na mfano wake mara nyingi huulizwa kuhusu wanafunzi wa vyuo vikuu. Kaona wakwambia kuna loni huwa tutachukua ya kuwasaidia wanafunzi kulipa kodi yao, sio kufanya kadha. Sasa hukumu yake ni nini hii? Hukumu yake ni haram, wala hakuna dharura hapo ya kuchukua. Na ikiwa sikupata msaada wa mtu yoyote, kwani kuna dharura sana kwa wewe kusoma elimu ya secular, ambapo kuna dharura ya wewe kusoma elimu ya dini na huende kuisoma elimu ya dini ambayo haina gharama kama zilizoko ndani ya hiyo elimu unayotaka kuichukua. Sasa ikiwa hukujaliwa, usiende ukatafuta vipengele vya kuingia katika majanga ya riba ukawa wadai kuwa kuna dharura. Hiyo si dharura ya kisheria kabisa, bali ukiwacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuchukua mikopo kama hiyo ya riba, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa njia. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
Kwa hiyo ukimcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akuahidi atakupa njia. Sasa wewe jiangalie moyo wako, je, twawacha kweli lillah ama twawacha kwa sababu ile njia hatuna ya kufikia katika yale maasi? Kuna mtu akawacha maasi sio kwa kuwa amewacha lillah, la, ni kwa sababu hakuna njia yeye kufika katika yale maasi. Lakini lau kama atapata njia ya kufikia katika yale maasi, ukamwona ayaparamia yale maasi na kuyafanya, hayawachi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa pia wapo. Amewacha zina, sawa, sema sina pesa mimi za kwenda kufanya uashrati kama waliyadhu billah. Amewacha kunywa pombe kwa sababu sina pesa za kununua pombe, lakini angelikuwa anazo angekwenda akatumia. Sasa huyu hajawacha lillah, huyu amewacha kwa sababu hana njia ya kufika kule. Lakini aliyewacha lillah ni yule ambaye njia yaweza kuiko mbele yake na asikaribie kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayewacha lillah ni yule wakati hana, wakati anacho ajiepusha na maasi kama yale. Huyo amewacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وشواهد هذا الباعث في الشرع كثيرة جدا. شواهد زباعث hii, jambo hili au sababu hii inamsukumia mtu kujiepusha na maasi katika shar' ni nyingi sana. Fa inna man imtana'a an shurbi al-khaba'ith al-khamra bid-dunya awadahu rabbul alamin binahrin fil jannati min khamrin lam yataghayyar ta'muhu. asasani ladhatun lisharibin lam yataghayyar ta'mu, katika amekuja katika nini? anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. khamr ladhatin lisharibin. Mwenye kujiepusha na kujizuia kutokamana na kunywa ummul khaba'ith, mama wa machafu, pombe, mvinyo, akajiepusha nao. Huku kwetu tuaita tembo, akajiepusha nalo. Anza kusema tembo katika sehemu nyingine maana yake ni yule ndovu, mnyama. Lakini huku kwetu laitwa tembo, laitwa pombe, mvinyo, kwa majina mbalimbali, na kuna wengine huita mboko, majina tofauti tofauti wanavyoita. Almuhim, ukijiepusha nalo ili kwa ajili ya Allah hapa duniani, Allah badala yake atakupa mto peponi wa pombe ambayo ni ladhatun lisharibin. Ladha yake ni nzuri kwa wenye kunywa na wala hawapati ulevi wala kuumwa na vichwa. بخلاف من تعاطى هذه المحرمات واعتاد فعلها ولم يتب إلى الله عز وجل منها. kinyume na yule ambaye ayaparamia ya haramu haya na kuzoea kuyafanya na kutotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana nayo, fa innahu sayuhramuha fil akhirah kama sahha 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala man shariba al-khamra fi ad-dunya ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أما يولي أن يبرمي معصية kuyafanya maasi, basi huyu atayakosa haya ikiwa yatakuwepo ndani ya pepo. Kama kwa mfano pombe hapa duniani kunywa ni haramu, akanwa pombe au akatumia uraibu ambao ni kama pombe, kwa mfano akala marungi, umeona, akayala yale marungi akawa hatubu yeye kutokana na kula yale marungi, ni ulevi. Kwa sababu hapa msifikirie pombe ni kinywaji tu kile cha pombe, pengine avuta unga wal iyadhu billah, heroini pia ni ulevi, kama vile pombe ni ulevi na hii ni ulevi. Atafuna marungi ni ulevi, kama vile pombe ni ulevi. Sasa sikilizeni walaji marungi na wanaoji pombe, Mtume sallama awaambie hivi: man shariba al-khamra fi dunya, na khamr ni chochote kinacholewesha. Mwenye kunwa pombe hapa duniani, au tuseme akatumia uraibu wenye kuleta athari hizi za ulevi, kama vile marungi, kama vile kutumia heroini, kutumia unga ule,
thumma lam yatub minha, kisha asitubie kutokamana na huu levi anaotumia, hurimaha fil akhirah, atanyimwa pombe ya akhirah. Kwa hiyo watu wanapoingia peponi, ikiwa huyo ataingia peponi kuwa amesamehewa madhambi yake akaingia peponi, hataona mtu wa pombe mle ndani, hauoni. Haya maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kuwa akiingia peponi atajiona hakuna kama yeye atajiona amefika kabisa katika neema za juu kabisa. Allah atamridhisha kwa kile atakachompa. Lakini kama wanavyosema, wakati yeye anwa katika mito ya maji, kuna watu wanao katika mito ya pombe huko juu, na maji pia wanayo, na maziwa wanayo, na asali wanayo, yeye akosa pombe. Kwa nini? Kwa sababu alilinwa hapa duniani bila ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hebu pima wewe hayo maasi unayoyafanya ya kutumia uraibu kwa mfano, ili ukose starehe kama hii ya peponi. Hivi kweli mtu aweza kutanguliza jambo kama hili akawacha neema kubwa kama hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa vipi mja atakwenda kuparamia maasi akakosa neema kama hii kesho akhira? Wallahi hili jambo lau kama mtu ataliweka katika akili yake, alipigie mahesabu, atajiepusha na mengi katika maasi. Itakuwa ni sababu ya yeye kujitahirisha nafsi yake kutokana na madhambi kama haya. Ukivaa hariri mwanamume hapa duniani na imeharamishwa, kesho akhira watu watakuwa wavaa nguo za hariri ndani ya pepo. Wewe hupewi ikiwa utaingia peponi. Haya, atavaa nini huyo? Sisi tunajua sifa za nguo za peponi ni hariri. Allahu a'lam atapewa nguo gani, lakini si ya hariri, kwa sababu alikuwa akivaa na kutubia hapa duniani. Hatujui atapewa nguo gani, ikiwa atapewa bahamali, ikiwa atapewa nguo za cotton, ikiwa atapewa ginger sijui nini. Hayo hayako katika mikono yetu wala ilmu yetu. Anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ajue kwa kutumia kwake hariri hapa duniani amejikosesha starehe yake wapi? Akhira. Kwa hivyo pima starehe hizi mbili, kisha ujichagulie kilicho bora kwa nafsi yako. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.